Ndugu zangu wananchi na ndugu zangu viongozi, nataka mnisikilize kwa makini. Kwanza, mshereheshaji umetuongopea. La kwanza, kwa sababu ulisema hapa katika maelezo yako, umesema alipokuja Waziri Aweso alikubaliana na wananchi. Wapi? Lini? Tulikutana naye wapi? Hilo la kwanza. Lakini la pili, wewe mshereheshaji umeshakaa vikao vingi na mimi, tulikaa kwenye vikao. Haya unaozungumza hapa hayakuzungumza kwenye vikao. Cha kwanza, Waziri Aweso ulichomuongopea, na ndio maana nasema tusilete ujanja kwenye maji. Kwa sababu gani? Waziri alikuja pale alisema, akasema jamani, wananchi tutakubaliana kwenye mikutano, mkubaliane tuweke, je, tuweke mamlaka ya maji au tusiweke? Sasa tumuulize hapa, huwa mikutano lini likalika ya kutuuliza sisi tuweke MIWASA au tusiweke? Hilo la kwanza. Lakini la pili, haya nitoka kusema mimi, ujanja tusiutumie. Alipokuja Rais Samia hapa darajani, watu wengi walisema jamani, tumekugia mbuzi, tumekugia nguruwe, tumekugia sunini, si ndio jamani? Kila kitu tukapewa, maji yanatoka. Lakini nataka niwaambie, ni maji yalikuwa yanatoka kituo hiko cha Linazi na kwenye Ndizi. Twendeni kwa makini, tusijisaulishe. Mimi nikamfuata mkandarasi wa maji, nikamwambia hapana, huu ni uongo. Mnaposema maji yapo Ruaha, sio kweli. Mmesambaza mipira ya maji kwenda kwenye mitaa, lakini wananchi watumii maji hayo. Akaja akasema twende mtaani kwako. Mimi nikatoka, mimi mkandarasi Kinuka na watu wengine mpaka Mikroshini. Nikamwambia bwana, maji yameishia hapa, tuambie hii Mikroshini yote bomba liko wapi? Twende Manyasini, bomba liko wapi? Mkandarasi akasema sasa nitasaidia kitu kimoja, nitaweka bomba pale ili watu wa huku wateke. Nikamwambia hapana, sisi huku kuna mradi wa maji ule wa chumvi, kulikuwa na mipira. Nikamwambia tuunganishie kwa kituo kwenye mpira wetu, ili vituo vingi vitoe maji, wananchi wapate huduma. Akasema sawa, ila gharama zote mtagharamia nyie. Nikamwambia tuko sawa. Yule bwana akaunganisha, akapiga hesabu zake, mafundi hao wa idara ya maji wakapiga hesabu zao, akasema shilingi 50,000 kitu kama hivi. Mwenyekiti nakumbuka, ilikuwa shilingi 50,000 na sana. Mimi nikachukua simu nikampigia mwenyekiti, kipindi kwa mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti, hapo bwana tumepata msaada wa maji kwa mkandarasi, naomba kama kwa shilingi 50,000 utuletee utuunganishie. Mwenyekiti kazunguka, kaleta shilingi 50,000 akakabidhi kwa yule mtu kwa maji, akanunua vifaa vyake, akaunganisha maji. Ndio Mikroshini akafanyaje? Wakapata maji. Lakini ukiachana hapo, nilisema mimi kwenye kikao kimoja, tulikaa pale kipindi Rais Samia anataka kuja, waliitwa bodaboda, bajaji, vyama vya siasa, sijui nani. Niliwaambia hiki ninachokizungumza msije mkafanya, kwa sababu rais anakuja, akitoka hesabu inaendelea pale pale. Kikao kilichofuata tulikaa Kidodi. Hiki alichokisema mshereheshaji, ninaposema ni muongo kweli kweli, kwa sababu kikao kilichokaa Kidodi tulikataa sisi kuhusu MIWASA. Tukasema kwa mujibu wa sheria hiki mnachoka kufanya ni mujibu wa miji mikuu, lakini sisi tupo kwenye vijiji. Tuna kijiji cha Ruaha, kijiji cha Simbamende, Nyamvisi, Kifinga. Ukienda Kidodi kuna Tundu, kuna Mwovu, kuna Iwemba, kuna Rumangu. Sasa hiki mnachotaka kutuletea ni mamlaka ya mji mdogo, wakati sisi sio mji mdogo. Sheria inatukataza kuingia kwenye vijiji mamlaka ya mji mdogo, kwa sababu mtapokuja kutufungia mita mtatuchaji kwa bei ya mji
Sisi tumeelewana? Leo hii tulitolea mfano. Leo hii mnaona umeme kwingine kote shilingi 27,000. Kwetu 321,000. Tunapigwa nyundo. Ndugu zangu, mimi naomba niwaambie Tanzania wenzangu, hoja zetu zilizoulizwa zimejibiwa. Mradi haujakamilishwa serikalini na haijakamilika. Hatuna sababu ya kuendelea kubaki. Ndugu zangu, mheshimiwa hapo, nadhani maelezo mengi yameelezwa. Kikubwa, huwezi kuuza duka kama hujaweka vitu dukani. Huwezi kufungua duka ukaliweka frame alafu ukauza watu wakaja kununua. Ombi letu kwako, tunahitaji mradi ukamilike, ndipo uje tuambie kwamba bwana, mradi umekamilika, sasa tukae chini. Habari ya kumita, habari ya nini, hivyo havileti maana kwenye mji huu. Maji yale uliyoyaweka kule mpaka unakuja kuweka mita, kiongozi wangu, hayana tiba hata kidogo. Watu wanaarisha huku mitaani, alafu wanahitaji hela za watu hivi kabisa. Tunaenda kuyachukua yale maji, mheshimiwa, tunaenda kuyapima, alafu uje utuambie sisi tunayalipia. Hivi utakuwa kweli kwenye kibarua, kiongozi wangu? Hatuhitaji jambo hilo. Tunaituna kwa amani tu, kamilisha ule mradi, jengeni tenki, maji yatibiwe. Sisi tunahitaji huduma ya maji. Ruaha ina shida ya maji. Hawa bwana hatuwahitaji. Ile ofisi wao walishapewa milioni 100 wajenge ofisi yao. Ile ofisi sio ya kwao. Hatuwahitaji. Endapo wataendelea kuwepo, tunaomba jeshi la polisi mwe mnailinda ile ofisi. Ruaha safi. Sasa tumalizie kitu kimoja. Niwasa nendeni. Tunamuomba Waziri Aweso aje hapa ili tuzungumze naye yeye. Waziri Aweso aje hapa. Aweso aje hapa. Tumuulize hayo unayosema wewe. Tumuulize. Kuliko blabla tupiganie hii. Hatutaki. Mwenyekiti, funga mkutano tuondoke kwa shughuli zetu. Ndugu zangu, tuna mheshimiwa diwani wetu, watu tulie, asema matatu, atufunge wananchi kama tunafunga mkutano. Mnaona mapolisi hao? Mnaona wanakunywa maji machafu na sisi tunakunywa maji machafu. Kiongozi, kisirisiri tu utakiwe. Ndugu zangu wananchi, sikilizeni. Tuna mheshimiwa diwani hapa azungumze, lakini mimi niendelee kusisitiza jambo moja. Hiki chombo ni wageni wetu. Tulichokiamua hapa kimeandikwa, ndicho kitakachozingatiwa. Lakini niendelee kuwasisitiza wataalamu wetu kwenye ngazi zote. Unapokaribisha ni vurugu, kwa sababu wanaweza kukwambia funga mkutano. Hata diwani mwenyewe alikuja hapa alisisitiza kwamba maji haya hayafai kwa matumizi ya binadamu. Mwenyekiti, samahani mwenyekiti, nakuomba. Diwani ni kiongozi wetu, naye apewe nafasi tumsikilize, sio kusema. Kiongozi wetu tumsikilize. Mheshimiwa Mwenyekiti, ajenda kuu ilikuwa ya kujadili maji, lakini vile vile ukasema huyu ni mwalikwa, hawezi kuendelea na jambo lolote kwa sababu watu wamewakataa hawa na wamesema hivi, huu mkutano sijui ufe. Jukumu lako wewe ni
Haleluya.